Ukweli ni kwamba wanawake wengi hapa nchini, hususan wanawake wa mkoa wa Mwanza, wanafanya kazi kubwa ndani ya uchumi uliokuwa wa chini, lakini wanakutana na changamoto kuu nyingi sana, ikiwemo upatikanaji mdogo wa mitaji, ukosefu wa mifumo rasmi ya kukuza biashara, pamoja na ukosefu wa ulinzi wa kifedha kwa muda mrefu sana. Hivyo basi, sisi kama taasisi ya Kafiti Foundation imeamua kuingia pia kuwa kama mshiriki ili kuweza kusaidia katika mjadala huu wa kuweza kusaidia wanawake kama mtekelezaji wa suluhisho katika changamoto hii ambayo tumekwenda kuiona. Kupitia mpango huu kuelekea hii siku ya Kafiti na mwanamke, tunatarajia zaidi ya wanawake 3,000 watanufaika moja kwa moja kupitia uwezeshaji wa mitaji kwa ajili ya biashara ndogo ndogo na zakati, upatikanaji wa vifaa vya uzalishaji kama gesi kwa mamalishe, bajaji kwa wanawake na vijana, pamoja na vifaa kwa wale wanaouza kahawa. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutumia nafasi hii pia kutoa wito kwa wanawake kujitokeza na kutumia fursa hizi ambazo tunakwenda kuzitoa pale, wajitokeze kwa wingi na waweze kushiriki. Taasisi na wadau wengine wa kuweza kuunga juhudi hizi ili tuweze kushikana kwa pamoja kuhakikisha kwamba manufaa na vile tunavyokwenda kuvifanya vinakuwa na tija. Tunafarijika tunapotoa huu uwezeshwaji, kwa maana wanasema ukimwezesha mwanamke umeiwezesha jamii, na kila mtu aliyeko hapa yupo kwa sababu alizaliwa na mwanamke. Lakini pia ni katika kuunga juhudi za serikali yetu ambayo pia inaongozwa na mwanamke mama yetu Mama Samia Suluhu. Na niwaombe waandishi tuendelee kutoa elimu, kwa sababu elimu inatakiwa itolewe na watu wote na waweze kuchangamkia fursa mbalimbali ambazo ziko kwenye mkoa wetu wa Mwanza, lakini kanda yetu ya Ziwa, lakini na Tanzania nzima. Sisi kama NSSF tumeshirikiana na Kafiti Foundation kwa muda wa siku kama 5 kabla ya tukio hili ambalo linaenda kuhitimisha kesho. Tumefanya kazi na Kafiti Foundation ikiwa ni kama sehemu ya jukumu letu ambalo tumepewa kutoa hifadhi ya jamii kwa watu wanaojiajiri, ambao Kafiti Foundation na mwanamke walipita huko na sisi tukawa tunatoa elimu huko. Tumetembelea kata 19 na tumefanikiwa kuandikisha wajasiriamali 660 na kadi zao ziko tayari, ambapo kesho kwenye hilo tukio la Kafiti Foundation tutagawa hizo kadi kwa wanufaika. Wameelimishwa kuhusu hii skimu yetu ya hifadhi, madhumuni yake ya kuanzishwa, walengwa hiyo skimu ambao ni wajasiriamali ambao wanajihusisha na kilimo, ufugaji, uchimbaji mdogo, machinga, bodaboda na mamalishe kwa ujumla. Wameelimishwa namna ya kujiunga, taratibu za kujiunga, michango wanachangiaje, yote wameelimishwa hiyo. Na sisi kesho kama NSSF tutakuwepo pale, tutakuwa na banda letu ambapo wale wenye sifa za kujiunga watajiunga na mfuko wetu, ambapo pia tutakuwa tunatoa elimu kesho hiyo kwenye hiyo siku ya Kafiti na mwanamke. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.